Mtazamaji wa Rai TV pamoja na Mamboleo Online TV, tupo katika wilaya ya Kasulu hapa mkoani Kigoma. Kumbuka tupo katika mwendelezo wa kampeni za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wakulima AAFP, Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwiru. Na umetamatika mkutano wa kampeni hizo, na hapa nipo na mdau wa siasa. Nitakwenda kuzungumza naye mambo kadhaa, ikiwemo kwamba uchaguzi zilizopita zilikuwa zikisimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana ukasimamiwa na ofisi ya rais, kwa maana ya kwamba TAMISEMI. Lakini uchaguzi mkuu mwaka huu 2025 unakwenda kusimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nitakwenda kuyasikia maoni yake, ni kitu gani ambacho anakiona cha tofauti pengine katika mwaka huu, uchaguzi wa mwaka huu kusimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tofauti na vipindi vyote vilivyopita chaguzi kwa kusimamiwa na Tume tu ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu yangu, karibu sana. Ningependa kufahamu unaitwa nani, lakini pia wewe ni mkazi wa wapi, na maoni yako kwenye hili ambalo anakwenda kuzungumza na wewe, kwamba chaguzi zilizopita zilikuwa kusimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 unakwenda kusimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mabadiliko gani unayaona? Tukianza na jina lako. Nashukuru. Jina langu naitwa Antoni Shabani Oboka. Na ni mkazi wa hapa Kasulu, wilaya ya Kasulu, kijiji cha Lusesa. Mabadiliko yaliyofanyika hapa ni makubwa sana. Kwa sababu kwanza nirudi tu nyuma hapo juzi, ambao ni mwezi wa 10 mwaka jana, mwezi wa 11, uchaguzi ulisimamiwa na TAMISEMI. Sawa. Sasa unaposema TAMISEMI, ina maana iko chini ya rais. Ina maana wale wanakuwa hawana uhuru wowote wa kutoa maamuzi, ila rais ana maamuzi makubwa kutoa yani ana uhuru mkubwa wa kutoa maamuzi katika ule uchaguzi au katika yale maamuzi ambao kura zimepatikana. Lakini pia unaposema Tume Huru ya Uchaguzi, means kwamba tume ipo huru, haijasimamiwa na wizara yoyote ile. Ina maana ipo huru kutoa yale maamuzi, tofauti na kipindi cha nyuma. Ina maana kama ilikuwa inasimamiwa na rais au ilikuwa inasimamiwa na waziri mkuu, yule waziri mkuu ana uwezo wa yani neno tu waziri mkuu, kwa sababu ndio mkuu katika ile wizara ya usimamizi wa uchaguzi, ana uwezo wa kutiisha watu, hata yule ambaye amepita asipite. Lakini kitendo cha kusema kwamba ni uhuru tu, tayari tunakuwa tunaamini kwamba mtu ana uhuru wa kutangazwa aliyeshinda, na si kwamba anakuwa ana uoga wowote. Lakini au mabadiliko mengine unajua, hata unapoenda, yani nimeviona katika hali ya ulinzi, hususan ni katika mikutano, katika hii mikutano unaona ulinzi ni mkubwa sana. Yani hata mgombea anapofika katika sehemu, yani unaona kabisa kama usalama umekaa tayari, na attention au jeshi la polisi liko kwa umakini mzito sana kukompea na nyuma. Ilikuwa ni bora tu liende, kwamba tayari ni chama kidogo kimekaa pale kiko kinafanya kampeni, hatuwezi tukakitilia maanani. Kwa hiyo lakini mwaka huu kidogo nimeona utofauti, kwamba tayari hata kama ni mgombea wa chama kidogo, tayari anaonekana kuna ule uzito wa ugombea ambao tulitarajia kuwa tunauona. Na kwa kweli yani mabadiliko makubwa. Lakini pia si hayo tu, nimeona mabadiliko hata kugawiwa magari kwa wagombea urais. Leo tulikuwa tuna mkutano wa mgombea urais, tumeona anamkuja lile gari. Kwa sababu tu mimi ni mdau wa siasa, sidhani kama ningeweza hata kuliona au kulishika, lakini kwa sababu nimelishika kwa sababu tayari alipewa mgombea urais, na mgombea urais amekuja kwa wananchi. Ina maana yale ni mabadiliko makubwa, kwa hiyo unarahisisha hata usafiri wa ule mgombea urais kutoka pale kufika sehemu nyingine. Tumekuwa shuhuda miaka iliyopita, kuna mtu mmoja wa kafu kama Chauma alikuwa anatembea kwa miguu kwenda kupeleka sera zake, lakini hili sasa likafanyiwa maboresho, kuliko kutembea na baiskeli au miguu, bora akapatiwa gari. Kwa hiyo hayo ni maboresho makubwa aliyofanyika, na mengi kadha wa kadha. Ukiona hata nilibahatika kufika sehemu fulani walikuwa wanachukua fomu vyama, nilipofika pale ilikuwa ni chama kidogo kweli, lakini tena nafikiri kama sio hichi hii AFP, basi ilikuwa ni, kama sijakosea, ilikuwa ni Sauti. Sawa. Nilifika pale niliona tension ya wale wanaotoa zile fomu, wako yani wana umakini mkubwa kutoa zile fomu, unakuta anaheshimu. Niliona pale nikashuhudia mtu anasema ngoja kwanza nivae suti kwa niaba ya kumpokea huyu mgombea. Kwa unajua kabisa ina maana anavovaa suti anaheshimu uwepo wa yule aliyekuja. Kwa hayo mabadiliko ambayo unayasema na umeyashuhudia kwa mwaka huu, pengine yale malalamiko ya wagombea kwamba nimepigiwa kura nyingi, sijatangazwa na nini, unaona yakiwa yanaendelea kuchukua na hatamu kwa haya mabadiliko ambayo umeyatoa na kuipa
stahiki ambayo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inahitaji au inataka kusikia kutoka kwa wadau wa siasa pamoja na wagombea? Kwanza niseme ng'ombe anenepe siku ya mnada. Lakini pia niseme kwamba huu ni mwanzo, tumeona ni mabadiliko. Kuna mtu mmoja akasema ni heri mwisho kuliko mwanzo. Kwa ina maana tumeona kwamba huku mwanzoni na mpaka kufika hapa katikati tumeshaona mabadiliko. Tunatamani sasa mpaka kule mwisho yawepo. Sasa wazo langu au yale zedukuduku, unajua kuna watu watatoka pale watasema nimeibiwa kura au nifanya hivi. Kitu ambacho nitashauri kwa vyama vyote kama mimi kama mdau wa siasa ni kwamba waweke mawakala makini kwa niaba ya kusimamia kura zao. Ina maana wale mawakala wasimamie kura kwa umakini zaidi, na si kwamba wasimamie zile kura kwa umakini, na si kwamba waweke wale ambao tiatia maji tu pangu patupi ili mradi mambo yaende. Sasa yule akiwa tiatia maji ule ndio mwisho, kwa sababu tunatarajia ule mwisho ndio uwe bora zaidi. Kwa na hata hivyo tunaweza tukasema tunawasifia jeshi la polisi kwa usalama vichwa vikavimba, au kichwa tunasema kichwa kikajaa maji. Kwa ina maana kitendo cha kujaa maji ile siku ya mwisho kidogo wakajikuta wamelega wakafanya kwa mazoea. Lakini changamoto nyingine ambayo wamekuwa wakizungumza wanasiasa, licha ya haya ambayo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imefanya kwa mwaka huu kutoa magari kwa wagombea. Ndio. Kumbuka kwamba nchi ya Tanzania kuna vituo vya kupigia kura zaidi ya 74,000, kwa maana kwamba vipo vituo 75,000. Na katika kila kituo lazima uwe na wakala. Ukipiga hesabu katika vyama ambavyo havipati ruzuku, kwa maana kwamba havina wabunge na havijafikisha 5% ya kura zote za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivyo havipati ruzuku. Ukiangalia sasa, kitu ambacho amekuwa kikizungumza sana ni kwamba uwezo wa kuwasimamia au wa kuwalipa stahiki zao ili waweze kusimamia kura zao ni mdogo. Pengine una kitu gani cha kuishauri au cha kuiambia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa hivi vyama vya siasa ambavyo vinalalamika? Ndugu mwandishi, nimeshakuelewa vizuri sana. Na tena yalikuwa ni maoni yangu toka hata huko juzi huko Mtondogoo, kwa sababu kuna vyama baadhi ambavyo vinashindwa kuafford wale mawakala wa kuwaweka sehemu husika. Na hii yote ni kwa sababu kama ulivyosema kwamba havina ruzuku. Sasa sijajua na sina uhakika sana kama vyama vimepewa ruzuku ambazo au za uchaguzi wa kusimamia hii, na sijajua kama waliotoa wamezingatia hii. Ombi langu sasa ombi langu kwa sehemu husika, hususan kwa INEC, sawa, au kwa serikali ya baadaye ya miaka inayokuja, kama leo wameweza kufanya mabadiliko ya kugawa fedha, ya kugawa gari la shilingi takriban milioni kadhaa huko, isishindwe kuwasimamia hawa wakati wa kugawa ruzuku, kwa sababu kuna watu wanaona hivi vyama vidogo kwamba ni vijanja kutokana na hali ya uchumi ilionao. Kwa wazingatie hata kama wanapokuwa wanatoa masuala ya uchaguzi, inapofika wakati wa uchaguzi wawazingatie hata mawakala. Unajua, unasema tunaita tu posho ya mawakala. Sababu tukipiga hesabu kama vituo vipo umesema 74. Sasa kama 75 vile hata wakala hata akipewa 10,000 inatosha, kwa inakuja county, yani inabi countable, kwa sababu kwamba hao wamekuja ni ya mawakala tu kutoka serikalini, kwa sababu kuna watu watashindwa kuafford ile. Sasa ile kushindwa kuafford inapelekea tayari lawama. Na yani kushindwa kuweka mawakala inapelekea tayari mtu kulaumu aliniibia kula kwa sababu wakala wangu hakuwepo. Na anaweza kuwa na hoja ya msingi, kwa sababu nani shahidi wake alikuwepo pale. Kwa anaweza akatoka tu mbeleni akasema bwana, mimi nilikosa pale ile wakala, au wakala nilimpeleka alihisi njaa akatoka wakaniibia. Kwa hiyo ina maana kutokana na nini na hilo. Sasa ili kuepuka lawama tunaendelea kuimprove hii. Nimeongea kimombo hapo. Tunaendelea kuboresha, nisema hivyo. Tunaendelea kuboresha. Sasa hii hali ya kuboresha inakuwa nzuri zaidi. Lakini kuna kitu kingine nitakuingizia hapo ndugu. Unajua kwa upande wetu wa Kigoma, hususan ya hivi vijijini, tuna ile asili ya sisi raia kuogopa nini? Kuogopa askari. Yaani hata kama upo kwenye haki, sisi huaga tuna ile asili ya kuogopa kuogopa askari. Sasa kipi yani hii hali ina affect vipi uchaguzi? Kwa sababu iko hivi, unapokuwa katika hali pale kwenye vituo vile vya wapiga kura, askari anapokuja
ametishia kidogo. Hata mtu kama alikuwa na moral ya kupiga kula kidogo, anaingia yuko anatetemeka. Ile tension ya kusema ngoja nimtafute mgombea wangu yuko wapi, nimpe kula, inakuwa ndogo sana, kwa sababu anaona pale kuna mtutu, anaona pale kuna nini, tayari inakuwa katika hali ya kutetemeka. Hiyo nasemea kwa upande wa Kigoma, sijui huko, mimi nimesemea kwa upande wa huku Kigoma. Kwa hiyo inakuwa hali kidogo ya kutetemeka. Ndio maana nikasema kwamba heri mwisho kuliko mwanzo. Kwa hiyo ina maana katika huku wasimamie vizuri, wasijae kichwa. Nashukuru sana. Nashukuru pia. Kumbusha jina lako mwalimu. Jina langu naitwa Anthony Shabani Oboka, maarufu kama Anthony Oboka Malaika.